Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na msimamo wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League kwa msimu wa mwaka 2025-2026 ambapo mpaka sasa timu zote zimecheza michezo 29 ikiwa zimesalia michezo mmoja kwa kila timu kuweza kumalizika kwa ligi kuu ya NBC, ambapo michezo ya mzunguko wa 30 inatarajiwa kuchezwa tarehe 30 ya mwezi Juni mwaka 2026. Sasa siku ya leo tutakwenda kuangalia msimamo mara baada ya mechi za mzunguko wa 29 kuweza kuchezwa tarehe 27 ya mwezi Juni mwaka 2026. Pasipo kupoteza wakati, klabu ambayo inaburuza mkia nafasi ya 16 na tayari imeshuka daraja ni KMC kutokea Dar es Salaam. KMC wamecheza michezo 29, wana alama 9. Nafasi ya 15 ni Mtibwa Sugar kutokea mkoani Morogoro. Mtibwa wamecheza michezo 29 na alama 27. Nafasi ya 14 ni Tanzania Prisons wa Jelajela kutokea mkoani Mbeya. Prisons wamecheza michezo 29 na alama 29. Nafasi ya 13 ni Mbeya City kutokea mkoani Mbeya. Mbeya City wamecheza michezo 29 na alama 29. Nafasi ya 12 Fountain Gates kutokea mkoani Arusha. Fountain Gate wamecheza michezo 29 na alama 30. Nafasi ya 11 Namungo Football Club kutokea Lindi wamecheza michezo 29 na alama 31. Nafasi ya 10 Mashujaa Football Club kutokea Kigoma. Mashujaa wamecheza michezo 29 na alama 33. Nafasi ya 9 ni Coastal Union Wanamangosha kutokea mkoa wa Tanga. Coastal wamecheza michezo 29 na alama 33. Nafasi ya 8 Dodoma Jiji Football Club kutokea mkoani Dodoma. Dodoma wamecheza michezo 29 na alama 35. Katika nafasi ya 7 wapo Pamba Jiji kutokea mkoani Mwanza. Pamba Jiji wamecheza michezo 29 na alama 36. Nafasi ya 6 wapo JKT Tanzania kutokea Mbweni jijini Dar es Salaam. JKT wamecheza michezo 29 na alama 42. Nafasi ya 5 wapo TRA United kutokea mkoani Arusha. TRA wamecheza michezo 29 na alama 42. Sasa ngoja tukiangalia ile Big 4. Big 4 ikoje? Katika nafasi ya 4 yupo Singida Black Stars ambaye tayari amekata tiketi ya kwenda kushiriki kombe la shirikisho mwakani kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Singida Black Stars amecheza michezo 29 akiwa na alama 15, akiwa ameshinda michezo 15 na kutoa sare michezo 5 na kupoteza michezo 9. Singida Black Stars amefunga mabao 44 na kuruhusu mabao 31 akiwa na faida ya mabao 13 na alama 50 katika nafasi ya 4. Timu nyingine ambayo itakwenda kushiriki kombe la shirikisho mwakani ni Azam Football Club ambao wao wamecheza wapo nafasi ya 3, wamecheza michezo 29 wakishinda michezo 17, sare ikiwa ni michezo 10 na kupoteza michezo 2, wakiwa wamefunga mabao 44 na kuruhusu mabao 12 wakiwa wana faida ya mabao 32 wakiwa na pointi 61 katika nafasi ya 3. Sasa ngoja tukiangalia ile top 2 ambapo timu hizi zote mbili zimesha qualify kwenda kucheza ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao. Nafasi ya pili yupo Simba Sports Club kutokea Dar es Salaam. Simba amecheza michezo 29 akishinda michezo 21, sare michezo 7 na kupoteza mchezo mmoja. Simba amefunga mabao 53, yeye kuruhusu mabao 11 akiwa na faida ya mabao 42 na alama 70 katika nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza Young Africans ama Yanga ndiye bingwa mtetezi wa kombe hili akiwa amecheza michezo 29, ameshinda michezo 22, sare michezo 6 na kupoteza mchezo mmoja. Young Africans amefunga mabao 68 na yeye kuruhusu mabao 9 akiwa na faida ya mabao 59 akiwa ana alama 72. Tofauti kati ya alama kati ya Simba na Yanga ni alama 2. Yanga ana pointi ana alama
72 huku Simba yeye ana alama 70. Kwa hiyo tunaona mechi ya mwisho ambayo inatarajiwa kuchezwa tarehe 30 ndio itaamua nani bingwa. Yanga anatarajia kucheza dhidi ya JKT Tanzania ugenini katika uwanja wa pale Meja Jenerali Samuyo, huku Simba watakwenda kucheza na KMC katika uwanja wa KMC ambao tayari imeshuka daraja. Kwa hiyo shuka kwenye comment tuambie kwa jinsi msimamo ulivyo. Je, ni klabu gani ambayo inapewa nafasi ya kutoa ubingwa katika mechi ya mzunguko wa 30?